Sawa, hii ni RS Swahili. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uzidi kuweza kupata taarifa zetu pindi pale zinapojitokeza. Sasa naweza kukusogezea taarifa hii ambapo Marekani imeweza kufanya wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran. Sasa Marekani imefanya wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Iran, huku mapigano katika eneo la majeshi ya kati yakiingia usiku wa 13 mfululizo. Na Marekani imefanya wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi Iran kwa siku 13 mfululizo, ikiwa ni siku 13 baada ya taarifa ile kuweza kutoka siku 12. Hii ni siku 13 tena imeweza kufanya mashambulizi. Sasa mashambulizi hayo mapya yamefanyika siku moja baada ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen kushambulia meli za mafuta kwenye bahari ya Shamu. Vyombo vya habari vya serikali vya Iran vimeripoti kuwa makombora ya Iran yalilenga mji wa Ahvaz uliopo kusini magharibi mwa nchi hiyo, huku milipuko ikisikika pia katika mji wa karibu wa Midiehi pamoja na mji wa Bandar Abbas na kisiwa cha Kueshim kilichopo mlango wa bahari wa Hormuz pale. Sasa jeshi la Kuwait lilisema kuwa kwa mara nyingine tena lilifanikiwa kuzidungua roketi na droni zilizorushwa kutoka pale Iran. Wakati huo pia bei ya mafuta duniani zimeendelea kupanda kutokana na ongezeko kwa hofu kuhusu usalama wa biashara ya nishati katika eneo hilo. Sasa Iran na Marekani zimekuwa zikivutana sana na zimeweza kuzidi kutunishiana misuli na zimeendelea kutishiana kweli kweli, na Marekani imeendelea pia kuishambulia Iran, huku waasi wa Houthi nchini Yemen wakijiingiza katika vita hivyo vya kuishambulia meli za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu ambazo wanasema zilikiuka kizuizi cha majini. Sasa Iran na Marekani zimetishiana hapo jana kuongeza mashambulizi dhidi ya kila mmoja baada ya washirika wa Iran na kundi la Houthi kushambulia meli za kibiashara za Saudi Arabia na kusababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi. Masoko ya hisa yameyumba huku bei za mafuta zikivuka dola 100 kwa pipa baada ya waasi wa Kihouthi kuzilenga meli katika bahari ya Shamu pamoja na vitisho vya Rais Donald Trump vya kulipiza kisasi kwa kuwashambulia Wahouthi. Rais Trump alisema kwamba Marekani itaichukulia Iran kuwa inawajibika kwa vitendo vya Houthi, na akionya kwamba Iran pamoja na Wahouthi wataadhibiwa vikali kijeshi hivi karibuni. Aidha pia Rais Trump alisema Washington itaanza kutumia mali za Iran zilizofungiwa ili kulipia meli na shehena zilizoharibiwa na mashambulizi karibu na eneo la Ghuba. Wakati huo waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius alionya kuhusu madhara makubwa kwa uchumi wa nchi zinazotegemea uagizaji wa mafuta kutoka nje, na alisema kuwa hakuna dalili ya wazi kwamba usitishaji wa mapigano unaweza kufikiwa. Na Pistorius alisema hali ya Mashariki ya Kati inaendelea kuzorota na kwamba mwelekeo wake kwa sasa si wa kuvutia matumaini. Sasa Umoja wa Mataifa tukumbuki kwamba umeonya kwamba kuongezeka kwa mapigano huko Mashariki ya Kati kunaweza kuzidi kuzorotesha hali ya kibinadamu. Na akizungumza na waandishi wa habari mjini New York, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric alisema athari za mapigano haya sasa zimeenea na kuzunguka mlango wa bahari wa Bab al-Mandab na mlango wa bahari wa Hormuz, njia mbili muhimu zaidi duniani za usafiri wa biashara zinazopitisha sehemu kubwa ya biashara na usafirishaji wa mafuta duniani. Sasa nyingine kwa kile ambacho kiliweza kuzungumzwa, kuongezeka huku kwa mapigano kunatishia kuvuruga zaidi biashara ya usafiri wa baharini, safari za ndege, vituo vya kuvuka mipaka na mifumo ya ugavi katika eneo hilo ambayo mamilioni ya watu wanategemea kwa maisha yao ya kila siku. Sasa Iran kwa upande wa Iran sasa Iran imeapa pia kuendeleza mashambulizi yake katika eneo la Ghuba kwa muda wote itakapokuwa chini ya mashambulizi ya Marekani. Na tukumbuke kwamba jeshi la Kuwait lilisema kwa mara nyingine tena lilifanikiwa kuzidungua ndege, kwa taarifa ambayo niliweza kukujuza hapo juu. Na shirika la habari la Tasnim ambalo lina uhusiano wa karibu na kikosi cha ulinzi cha mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC liliripoti kwamba shabaha mashambulizi hayo ilikuwa kambi ya kijeshi inatumiwa pia na jeshi la anga la Marekani. Lakini tukumbuke Kuwait ni miongoni mwa nchi za Ghuba ambazo zimeathiriwa zaidi na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran katika siku za hivi karibuni, kama ilivyoelezwa katika taarifa ya pamoja pia iliyotolewa Alhamisi na nchi na wanachama baraza la ushirikiano la Ghuba pamoja na Jordan. Na huku Washington kwenyewe mzozo huo unazidi kukosa ungaji mkono na wananchi nchini Marekani, wakati taifa hilo
elekea katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwezi Novemba. Sasa baraza la wawakilishi la Marekani lilipitisha kura ya mfano liloungwa mkono na chama pinzani cha Democratic pamoja na wabunge wachache wa Republican kimtaka rais kusitisha vita hivyo. Shukrani kwa baba kivita na historia ya dunia. Jina langu ni Tobias Kisima. Unaweza kunifuatilia pia kwenye mitandao ya kijamii kama DJ Toby TZ. Asante na nikushukuru, endelea kusalia nasi RS Swahili.